Vodacom, kazi ni kwako. Kuna stories zilienea jioni ya leo kwamba Profesa Lipumba amechaguliwa kuwa mshauri wa masuala ya kiuchumi kwenye serikali ya Rais John Pombe Magufuli. Ahadi ya Amplifier ni kuzisogeza kwako zote story kubwa za siku lakini zenye ukweli ndani yake. Asante Profesa Ibrahim Lipumba kwa kujiunga na sisi. Unaweza kuitumia hii time yako kuzungumza na watu wangu wa nguvu na tupate ukweli kuhusiana na kilichoandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Kuna mtu mmoja toka Mwanza hapa, ndugu yangu kanipigia, nimesema kwenye mitandao, nikasema hapana, nilikwenda kumuona mimi Jumatatu, alinikaribisha, lakini ya mambo ya uteuzi ndio nasikia toka kwako. Hiyo si kweli bwana, sina taarifa hiyo. Kwenye mazungumzo yenu ulizungumzia ama ulihusishwa kivyovyote kuhusiana na wewe kupata nafasi kwenye serikali ya Magufuli? Hapana, mazungumzo yetu ilikuwa zaidi mimi kutoa tu pongezi na kwa swala zima la hotuba yake aliyotoa na kuhitaji kwamba hotuba ile ni wapa watu matumaini kwamba panaweza kutokea mabadiliko katika utendaji ndani ya serikali na ajenda zile alizozungumza. Sisi wapinzani tulikuwa tunazungumza kwa muda mrefu, ni jambo ambalo tutashukuru ikiwa itakuwa zinatekelezwa kikamilifu. Sawa, na umekanusha taarifa za wewe kuteuliwa kuwa mshauri wa kiuchumi ambazo zimesambaa kwenye mitandao. Vipi kama ikitokea kweli umepewa hiyo nafasi, Profesa Lipumba, utakubali? Sasa siwezi kulizungumza hilo kwa sababu sijapewa hiyo nafasi, kwa hiyo itakuwa kama vile kupreempt discussion ambayo inaweza kutokea. Kwa hiyo kwa kweli siwezi nikazungumzia kitu ambacho hakipo. Kwa hivyo sasa nitafanya nani ikawa tu kama tunazungumzia dhana, haitakuwa vizuri. Lakini utakuwa tayari kushirikiana na serikali ya Magufuli kivyovyote vile? Mimi sisi katika shughuli zetu hizi tunakuwa kila wakati tuko tayari kushirikiana na serikali iliyoko madarakani. Mimi nakumbuka hata wakati wa Rais Mkapa nilikwenda ilikuwa tunazungumzia kupitia kwa mheshimiwa wakati ule mzee Kingunge Ngombalimiru, nikamwambia kwamba jamani, tulifanya ubinafsishaji lakini hatujafanya tathmini ya je watu waliopewa shughuli hizi waliobinafsishwa. Rais Kikwete alipokuwa mara ya pili anatangazwa kwa ndiye mshindi, nilimkabidhi ilani ya uchaguzi ya kafu kwamba kuna mambo mengi mazuri ya kupambana na ufisadi, kupunguza umaskini, kuongeza ukusanyaji wa mapato kwa na serikali ndogo. Yote haya tulikuwa tumeyataja ndani ya ilani, nikamkabidhi kwamba iweze kumsaidia katika utekelezaji wake, lakini hakuishughulikia. Kwa hiyo swala sisi kushirikiana au mimi binafsi kushirikiana na serikali iliyoko madarakani kutoa mawazo na kutoa ushauri ni jambo ambalo halitaanza sasa. Nilikuwa najaribu kufanya hivyo kwa muda mrefu, na ujue kwamba mimi siamini kama wengine wanavyodhani kwamba labda Rais Magufuli ametunyang'anya ajenda. Kazi ya upinzani ni kuibua masuala ambayo ya msingi. Sasa kama serikali iliyoko madarakani ikayachukua mambo hayo, hiyo tunaihesabu kama ni mafanikio. La msingi ni kwamba tuweze kufuatilia, je, utekelezaji utakuwa utekelezaji makini, utakuwa utekelezaji wenye tija. Asante Profesa Ibrahim Lipumba. Kwenye headlines za Top Stories, Amplifier ni Clouds. Kitu gani kingine unahitaji kutoka kwa Millard Ayo? Subscribe hapa YouTube ili kila siku niwe na kutumia story kama hizi kwenye video. Kupata zile exclusive, unaweza kujiunga na SMS updates za Millard Ayo kama unatumia Tigo. Andika Ayo kwenda 15510. Video na updates nyingine za faster ni kwenye millardayo.com pamoja na page za Facebook, Twitter na Instagram zenye jina la Millard Ayo, MILLARDAYO.